mtu akinipenda atanishika. Pendo langu mimi Bwana atampenda. mtu akinipenda atanishika. Pendo langu mimi Bwana atampenda. Tena akasema, kweli na uzima hautoki kwa Baba yangu ila kwa njia yangu. Mimi njia ya kweli tena ya uzima. I'd like us to worship the Lord, to just give thanks to the Lord. I was reading the word of God in the book of 1 Timothy. It says, find out the things that please God. And I pray that this afternoon as we worship God, that our desire may be to seek after righteousness and to seek God and to find out the things that please Him. I pray that as we start to worship, that your desire may be to know more about God and to seek God, and that your desire may be, that your only desire may be to find out about God and to know God, that your desire may be righteousness. Lord, we worship you this afternoon. We give you praise, O God, for how we desire you, Lord. How we desire There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. You call Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba, asikia, anajibu. Oh,
faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you say. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast. Let my heart know when you speak a word, it will come to pass. Is a faithfulness to me. Great is a faithfulness to me. From the rising sun to the setting sun, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Seasons change, you remain the same. God
nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu ni Yesu, haja ya moyo wangu ni Yesu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu ni Yesu, haja ya moyo wangu ni Yesu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, nachotaka ni wewe, nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu, ni Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu, haja ya moyo wangu ni Yesu tu. Let us celebrate Jesus. Let's come closer. Let's come closer, a bit closer. Asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, na furaha kwa sababu ya kusamehewa dhambi. Kama vile wimbo unasema kwamba ninachotaka ni Yesu, hivyo ndivyo ilivyo. Ninachotaka ni Yesu. Hata usiku wa leo ninachotaka ni Yesu. Naamini hata wewe ninachotaka ni yeye. Ni Yesu peke yake. Haleluya. Amen. Nataka tu nisome neno kidogo, baadaye tuombe sababu masaa yetu yameenda. Hii ni jioni, ni ibada yetu ya jioni. Naamini kwamba mahali mlishinda mmebarikiwa. Mmebarikiwa. Kwa hivyo neno la Mungu linasema kwamba tunamsifu Mungu asubuhi, masaa ya saa 7 na tena mpaka jioni. Nataka tu niongee kwa kifupi kuhusu purpose. Ama lengo, niongee kuhusu purpose. And nianzie na kusema kwamba, na niulize kama swali, what drives your life?
what drives your life? Ni nini inafanya maisha yako yaendelee? Kwa nini unaamka? Kwa nini umekuja? What drives you? Kwa sababu katika maisha lazima kuwe kuna kitu kinakusukuma ili ufikiane na mambo ambayo ungetaka yafike katika maisha yako. There must be a force that is driving you ufikie mambo fulani katika maisha. Na niseme hivi, hiyo ndio inaitwa lengo ama shabaha ama purpose. Na mtu kama hana lengo ama shabaha ni mtu ambaye hana mwelekeo. Kila mtu lazima awe na purpose. A man without a purpose ni mtu ambaye kama hana mwelekeo. You don't have a control of yourself. Na purpose inakupeleka na mahali Mungu angetaka uwe na sababu yako ya Mungu kukuumba. Kwa hivyo jioni ya leo, dakika chache ambazo nitaongea, nitauliza tu kama swali. What drives you? Nini inakufanya uwe vile ulivyo? Na nipende kwa mfano mdogo. Kuna watu wanapelekwa kwa sababu ya shida. There are people who are driven by problems. Kwa sababu kuna mashida mengi hata kwao. Hiyo shida inawapeleka sana. Inafanya waamuke kwa sababu ya mashida. But what drives you? What drives your life? Nini hiyo inakuvutia unaenda? Unasikia utakuja kwa maombi. What drives you? Is it the problem? Sijui. Is it the pressure? Pengine nyumbani hukaliki. Kuna maneno yanasukuma pale. Kwa nini hata unafanya kazi? Unajua kuna watu wanafanya kitu kwa sababu wanaangalia deadline. Kwa hivyo kama analipa kitu ama kuna kitu anafanya, anaangalia itaishia lini. Kwa hivyo hiyo deadline itamsukuma. Kuna wengine wanasukuma na mambo ya guilt. Anasikia yeye kuna mambo yalifanyika katika maisha yake. Anakaa na regrets. So kuna pengine mambo yalifanyika mahali fulani katika maisha yake. Na sasa hii mambo inamfuata sana, inampeleka. Anaenda kanisa, anafanya hivi. Kuna mambo pengine inampeleka hiyo yote. Na pengine wanatumia muda mrefu sana kukaa kwa mambo ambao ni ya zamani. Because naamini kwamba every one of us there must be driven by something. Kila mtu lazima awe anasukumwa na kitu. Na kwa hivyo ni vizuri kuangalia mambo yale yanakusukuma kwa maisha yako. Praise the name of the Lord. Na ni vizuri kuangalia na njia ya kiungu, kuangalia nini hiyo inakusukuma. Kuna mtu anaitwa Kaini. Sasa anaingia kwa Biblia sasa katika kitabu cha Genesis. Kaini aliua ndugu yake. Na Mungu akamlaani akamwambia utakuwa ukitembea dunia hii. This man was cursed. Alikuwa anatembea dunia without a purpose. He was wandering without a purpose. Kwa sababu amelaaniwa. Kwa sababu ya jambo alifanya. That guiltness. Badala ya aende kwa Mungu amwambie Bwana nisamehe nimefanya hivi. Maana na Mungu walikuwa wanaongea na Mungu. Angemwambia Mungu nimefanya hivyo nisamehe na maisha iendelee. Yeye alisukumwa na guiltness. He was driven by the guilt yake mwenyewe. Ikamfanya hata aulize Mungu maswali mengine mabaya. Na baadaye akawa mtu ambaye anasukuka dunia without a purpose. Do you know you can be wandering without a purpose? Na ndipo unaona mtu anaona hapa si mzuri, hii shule si mzuri, hii shule ndio mzuri. Anakaa yani hana mwelekeo. Mtu ambaye hana purpose hana mwelekeo. Na purpose inakupeleka, inakuzuia marafiki fulani. Because you have a purpose of your life. Inakuzuia kufanya mambo mengine. You have a purpose of your life. Una mambo, una lengo uko nayo. Nikwambie kwamba without a purpose, life has no meaning. Unaishi tu uishi.
But when you have a purpose, inakupeleka, inafanya uamke mapema. Bwana asifiwe. Sasa hakuna watu, nyinyi wengi wenu hawaendi shule. Na pengine sijui kama wengi wanasoma ama waliacha. Pengine walikuwa wanasoma sababu wanaenda shule wakati huo. Lakini sasa hii wamepunguzika sababu hakuna shule. Lakini wale wako na purpose, hata kama shule zimefungwa, they are still learning. Wanatafutilia mahali pa kusomea. Wale hawana purpose, they are wandering. Lakini Mungu atusaidie. Life without a purpose is meaningless. Na mambo ya zamani yaliyotendeka, pengine kwako, pengine kwenu, kuna mambo kama haya yanasukuma mtu. Unaona mtu kuna mambo anafanya anasukumwa sababu ya mambo yalitendeka. Na niko hapa nikwambie kwamba forget about the past. Na uangalie mambo yaliyo mbele yako katika jina la Yesu. Kama ni mahali umeolewa, kama ni mahali umeoa, kama ni mahali umezaliwa na kuna mambo yalifanyika, forget about the past. Don't be a prisoner of the past. Forget about the past. Angalia mambo yaliyo mbele katika jina la Yesu. Kuna watu they are driven by their guilt. Kuna mambo yalifanyika kwa maisha yao hivi. Mambo yakafanyika. Sasa wanaona kama hiyo guilt inawasukuma sana. Inawapeleka kanisani, wanatoka, wanajaribu kanisa hii, wanajaribu hii nyingine, wanafanya mambo mengi sana. Waone kana kwamba itaondoka. Lakini kama hautaasha ya zamani, huwezi endelea mbele katika maisha. We must forget about the past. Don't be a prisoner of the past. Praise the name of the Lord. Na unaona kuna watu Mungu alibadilisha maisha yao. There are people walikuwa wamefanya mambo mabaya. Kuna watu waliua katika Biblia. We have a person like an individual like Moses. Moses was a murderer. Ukisoma Biblia vizuri, alipozaliwa kuna mtu aliua. Si ni kweli? Kuna mtu aliua. Na alipoua, he was a murderer. Na akapotea. Akaenda jangwani. The same person, Mungu alimbadilisha to become a leader. From a murderer to a leader. For you to become, lazima uwe na purpose. Na tena kama kuna mambo umefanya, forget about the past. Usiwe tu prisoner ya mambo yaliyotendeka. Angalia mbele katika jina la Yesu. Mambo mema yatatendeka mbele katika jina la Yesu Kristo. Lakini kuna watu they dwell on the past. Huku niko, mahali ninakaa, mahali nilizaliwa, shule nilisomea, shule hii yangu, sijui mwalimu. They dwell kwa mambo hayo. But if you have a purpose, itakupeleka na ufike mahali ungetaka kufika katika maisha katika jina la Yesu. What drives you? Is it a pressure? Kuna watu wanafinywa sana mahali wako. Wanaambiwa maneno mengi. Wanasikia wako na pressure nyingi. Hiyo pressure inawapeleka. The other people who are driven by emotions. Yale wanafanya hapa sababu wanataka ni emotions inawapeleka. What drives you? Hallelujah. Purpose ni nzuri. Inakufanya uwe na marafiki ambao ni wazuri. Sababu purpose itakuzuia kuwa na marafiki ambao si wazuri. Purpose itakwambia jambo hili ni nzuri, hili lingine si nzuri. Purpose itakusaidia katika jina la Yesu. Kuna watu wengine kama walikuwa waoga sana. These people were cowards. In other words, nisetumie hiyo jina. They were cowards in the Bible. Kuna mtu kama Gideon. I don't have time to read. Lakini mnajua. Huyu mtu alikuwa muoga sana. Muoga. Wangelima mashamba yao, wangeweka mali chakula yao kwa ghala, lakini wanajifisha. They were cowards. Lakini Mungu alipokuja akageuza huyu coward kuwa hilo. Vile naamini hivyo.
kisahau ya zamani yaliyotendeka. God can change and he can turn your life to become a hero in Jesus' name. Hallelujah. Wacha nisome tu andiko moja tu, tuombe. Kwa sababu nataka uwe na mwelekeo katika maisha yako. There are people who are driven by materialism. Anaangalia pesa, awe tajiri. Kuna wengine they are driven by possessions. Hiyo yote inafanya watu waamke mapema sana. Lakini kuna ile ya muhimu sana. Purpose ya kimaisha is preparation for eternity. Hiyo sasa ni kali sana. Niseme hivi, purpose ile nzuri sana katika maisha haya ni kujiandaa kuishi na Bwana Yesu milele na milele. That's powerful. Na ndipo nimekuambia kuna watu wengi sana, they are driven by materialism. Wanaangalia kile watapata. Nyumba, magari, pesa. Na ukipata, utapata ingine. Saa hii naenda na gari hii. Na masaa mengine nimeambia mtu nafikiria kuiuza, ninunue ingine. Kanisa uuze hii. Kamwambia ununue gani? Sababu anaona hii ni kubwa. Lakini mimi sioni kitu. Nataka hiyo ingine. That's right. Na mtu hatosheki. Ukivaa nguo hii, unataka nguo hiyo ingine. Ukivaa style hii ya nywele, unataka style hiyo ingine. Yaani what's right? Ili ya muhimu sana katika mtu na maisha sana ni purpose, ni mwelekeo wa kuishi milele na milele na Yesu. Kama hiyo ndio inakupeleka, if that drives you, hiyo ingine itajireka mahali pake. Tunapaswa kupelekwa kwa sababu ya mambo ya baadaye. Tukitoka katika dunia hii tutakuwa wapi? Where will you be? Hey, hallelujah. Amen. You know, even preachers are fearing coronavirus. I don't understand these things. Unaambia usiwekea mtu mkono. How? Mimi nitawekea watu mikono. Because it is written in the Bible. Hey, hallelujah. Amen. Lakini huwezi kusema unaombea mgonjwa na wewe muombaji unaogopa usishikwa na mgonjwa. Tiketwa. Lakini Bwana atusaidie. Ni vizuri kuelewa haya mambo vizuri. Mimi nitaekea mtu mkono na nimuombee katika jina la Yesu. Mimi siogopi corona because I have Jesus. Then kama naogopa corona kama watu wengine, Yesu alikuwa wa nini duniani? Do you know hata hii mambo hii tunawekewa sijui regulations, sijui protocols, sijui kunawa mikono, sijui social distances, sijui 1.5 whatever, sijui anga double guns. Hizo zote wanasema ni wahubiri waliwapelekea. Kwa hivyo the president, the government, sio wao wanatoka na hizi protocols. Is the church. Who are these leaders of the church? Wanaogopa corona. Na soko corona watu wa soko hawaogopi corona. Kama vile wahubiri wanaiogopa kanisani. Kwani kanisa ni ya nini? What's the purpose of the church then? Kama tunaogopa hivyo, what's the purpose of Christ coming? Ilikuwa sababu gani yake kukuja? Sababu ya kanisa ni gani then? Tunahitaji Mungu atusaidie. Mimi naamini hapa hakuna corona katika jina la Yesu. Kazi inaweza kuwa kwingine lakini mahali pa madhabahu there is no corona. Oh, Bwana asifiwe. Amen. What drives you? Do you have a purpose? What's your purpose in life? You don't have a purpose, then your life is meaningless. Kwa sababu kupata hii material things, at the end of the day you die. Hey, hallelujah. Unapata hii, then unakufa. Na ndiposa
mhubiri anaitwa Sulaiman anasema yote ni bure. It is meaningless. Life is meaningless. If you don't have a purpose, then it's meaningless. Hakuna haja ya kuishi. Lazima uishi na mpango na lengo. Unataka kufika wapi? Na lengo nzuri nimekuambia leo hii ni kuishi na Bwana Yesu milele na milele. Forget about the others. Purpose ile kubwa zaidi dunia hii is eternity. Hii ingine Mungu atafanya tubarikiwe, lakini hiyo sio inafanya tuende kanisa. We don't come to church to get material things. Hukuji kanisa upone. Hey, hallelujah. It is because of eternity. That's the purpose ya kanisa. Hiyo ndio sababu ulikuja. Si hata upate uombele, si hata usikie mzuri tukiimba. Watu wanasema, wengine wanasema to have the experience, worship experience. Ni sawa, utasikia mzuri. Lakini that's not the purpose. Purpose yetu ya worship, purpose yetu ya maombi is about eternity. Si ubarikiwe. Hallelujah. Na ndio niko na shida hata na saa hii moja tumepewa ya kuomba. What the purpose of 1 hour? What the purpose of the church? Lakini Mungu atusaidie. Tusome kitabu cha Psalms 30. Saburi 32. Psalms 32 verse 1. Me, I want to live life with purpose. Si kukaa tu hivi with no controls. You don't have a purpose, you don't have control, you don't have guidelines. Nakaa tu umeamuka unakula, no control, nothing. Usiku unaingia unalala. Maisha haya. Psalms 32 verse 1. Nani amefika pale? Kuna mtu wako pale? Some. It's a Psalm of David. Oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sin is put out of sight. Yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of guilt, whose lives are lived in complete honesty. Hii ni version yangu ya Kiingereza. Maybe kuna ingine inasema jambo lingine. Lakini Daudi anasema hivi, ni furaha gani mtu kusamehewa makosa yake na yakafunikwa. Hii inasema those sins are put out of sight. In other words, Mungu haioni. Kuokolewa na kuwa na Yesu moyoni, mambo uliyofanya mbeleni yanasahaulika. But there are people who live wanakaa na guiltiness yao ya zamani, na wajui waliokoka na Mungu aliwasamehe na alisahau. Na hata Biblia inasema kwamba even there is no record ya hiyo mambo ulifanya. Hakuna record imeondolewa ya hiyo mambo ulifanya. Kwa hivyo upasi kukaa na mambo ya zamani. Angalia, be focused. Praise the name of the Lord. Wale watu ni focused ndio wanafanya mambo sana hata ya ufalme wa Mungu. The focused people wanafanya mambo mengi sana ya ufalme wa Mungu. Paulo alikuwa focused kabisa. Ni ombi langu Bwana atusaidie uwe na mwelekeo kwa maisha yako. Mwelekeo wako ni gani? Na huo mwelekeo unakufanya mambo mengine usiyaseme
mambo mengine usiyafanye, mahali kwingine usifike, kwa sababu una mwelekeo wako. Praise the name of the Lord. Na ukiwa na mwelekeo, if you are focused, if you have a purpose, haya mengine atajiweka mahali pake katika jina la Yesu. Nikwambie wale wana focus sana eternity. Hawana shughuli sana na mambo haya. Ni mazuri yakiwa, lakini focus yao si mambo haya. Si nitakula nini? Si nitalala wapi? Si nitavaa nini? Hiyo inasumbua hata hao wengine wasioamini. Yesu alisema hivi, mambo ya kukula, kulala, utazikwa wapi, utakuwa nani, inasumbua hata hao wengine. Lakini sisi haikui, it should not be a bother to us because we have Jesus. Kila kitu ambacho kujitayarisha, it is eternity. Hiyo ingine utapewa katika jina la Yesu. Ndipo Yesu alisema kwamba kwanza utafuteni ufalme wa mbinguni. First seek the kingdom. Hiyo ingine utapewa. It is automatic. Hey, hallelujah. Seek ye first the kingdom, and the rest shall be added unto you. It is simple as that. Seek about the kingdom. Talk about the kingdom. Let your purpose be the kingdom. Hiyo ingine itakuja kwako directly katika jina la Yesu. Hiyo ingine imeandikwa hapa, you shall not be at the tail. Au ukiwa na ufalme, you not be at the tail. Kwa sababu ufalme hauwezi kuwa mkia. Ni nini nakusukumia? Nini nakusukuma kwako? Kuna watu wanajiweka bidii sana kwa sababu ameona mwingine ako na hii. Anaweka bidii naye apate hiyo. They are driven by jealousy. Huyu ako na nywele hii, nitafanya kazi nitapata hiyo. Hawana mwelekeo. Ni kama maisha ni kushindana. Life is not about competition. What drives you? Bwana asifiwe. Wengine wanakaa na machungu mioyoni mwao na hasira. Kwa sababu kuna mambo yalifanyika na wakatendewa na wakaambiwa. Wanakaa na ile anga katika mioyo yao. Hiyo anga inawa drive. Nitaweka bidii atanijua. Nitaweka bidii wajue mimi nimebarikiwa. The purpose is not right. And the attitude. Bwana asifiwe. Unapaswa kuashiria hiyo hasira yako, hiyo uchungu ulio nao muachilie, and you let God. You let it go, and you let God. That's a witch. Amen. Unajua kuna watu wanaishi lakini hawaishi. Wanapelekwa na mambo mengine. They are driven by other things. Kama tumeokoka, tunapaswa kuishi maisha ya furaha na kujiashiria mbele za Bwana. Mengine Mungu yashughulikie katika jina la Yesu. You don't know about tomorrow, but God knows about tomorrow. Hujui utakuwa wapi kesho. Mungu anaelewa. Sasa wewe unang'ang'ana sababu ya kesho na hujui kesho. Na Mungu ndiye anajua. Let it go and let God. Walisema nini? Walikwambia nini? Ulifanyiwa nini? Ashiria katika jina la Yesu. Na muashirie Mungu katika maisha yako. Hiyo itakufanya uendelee katika maisha katika jina la Yesu Kristo. Si tuendelee siku hiyo nyingine. Tuendelee siku hiyo nyingine. Simame. Jiombee tu dakika kadhaa. What drives you? What's your purpose in life? Do you have a purpose? You must have. Everybody has a purpose. What's your purpose then? Nini inakusukumia sana maishani? Nini hiyo inafanya ulie? Nini hiyo inafanya uombe? Nini hiyo? If it is about eternity, may God bless you. Lakini mambo haya mengine Mungu anaelewa. Lakini prepare for eternity. In Jesus' name.
Jesus is coming. Very soon. And soon and very soon he is coming. Jesus is coming soon and very soon. Be ready. Prepare yourself for eternity. Purpose for that. In Jesus' name. Wake up very early. Work. Do whatever you are doing for Christ. Hey, hallelujah. Whatever you do, do it for Christ. Prepare yourself for eternity. Tufungue tu vinywa vyetu mbele za Bwana. Mwambie Bwana akusaidie katika jina la Yesu. Shakaraba kanda raba boza. Reka babonde ribosa. Shendelele na rama saka. Rika bakende ribosha kari na bo. Rima shende ribosa kari na bo. Barakata raba boza. Rika bashanda raba boza kara bo. Shendele bakanda raba bo. Maleteni ya bakanda raba boza kara. Yetele kanda raba boza. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus.
maybe the situation that you are in, you are feeling that it is impossible. Lakini Mungu tunayemwamini anaweza yote katika jina la Yesu. You may feel you are facing a situation that you are feeling that is impossible. But I want to tell you today, with God all things are possible. Amen. In the book of Ephesians 3, as we wind up, verses 20, Ephesians 3:20, Bible says, "Now all glory to God who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to him, the church, and in Christ Jesus, through all generations, forever and ever. Amen." Maandiko inasema kwamba na atukuzwe Mungu wetu ambaye anaweza fanya mengi na makuu kuliko yale tumeomba hata kufikiria. Kulingana na ile kazi inafanya kazi ndani yetu. There is a mighty power within us. Na hiyo nguvu inaweza fanya mambo mengi hata yale hatukuomba, hatujaifikiria. Mungu anaweza fanya hiyo yote katika maisha yetu katika jina la Yesu. There are things you happen in your life na hujaiombea. Kuna mambo yatafanyika kwako hata hujaifikiria. Hayo kwa mawazo yako. Lakini Mungu anajua. Wewe focus kwake Mungu peke yake. Mambo haya mengine Mungu atayashughulikia katika jina la Yesu. Even now there are things that happen in your life. Na wewe hujaiombea. Hata ukizaliwa si wewe uliomba. Kwa hivyo kuna mambo yatafanyika lakini si wewe uliomba, lakini Mungu atafanya yote. Hata zaidi ya ile umeomba, hata kufikiria katika jina la Yesu. Tulie mikono yetu tuombe tukimalizia katika jina la Yesu. Tuinue tu mikono yetu. Ninaashiria hii baraka kwa watu wako katika jina la Yesu. Ninaashiria hii nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Na waombea maisha yao yawe na maana katika jina la Yesu. Fungua mioyo yao na mawazo yao waelewe umuhimu wa maisha na hata maisha ya baadaye katika jina la Yesu. Mungu saidia kila mmoja aliye hapa na kuombea katika jina la Yesu. Wengine wako na mashungu mioyoni na wengine wanalia. Na wengine wanasikia kana kwamba ni mambo walifanya zamani. Leo hii Bwana nataka kusema kwamba mambo yote tumeyanyamazisha katika jina la Yesu. Mambo ya zamani yanaonenea watu wako na yazamazisha. I silence them in the name of Jesus. Na leo hii nimenena neno lako kwao. Ya kwamba ya kale umeyasahau. Na ya kwamba unaanzisha na maisha mapya. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu unayefanya mambo yawe mapya. Kwa mawazo ya watu hao wamesikia neno lako. Yawe mapya leo katika jina la Yesu. Mungu wetu bariki kila mmoja aliye mahali hapa. Bariki mawazo yao. Wengine ni wagonjwa sababu ya mambo wamebebana nayo. Mambo walifanyiwa zamani. Na wamekuwa wagonjwa sasa. Mungu naomba kwamba uwasamehe katika jina la Yesu. Na naomba kwamba uwasaidie kusahau yaliyotendeka mbeleni. Kwa sababu kuna jambo jipya unalolifanya. Ninaashiria uponyaji wa kiakili. Ninaashiria uponyaji wa miili yao. Ninaashiria uponyaji wa roho zao. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wamejeruhiwa mioyo yao. Na leo hii wanalia mioyoni mwao. Ninaashiria uponyaji katika jina la Yesu. Asante maana umetuambia kwamba yale utayatenda. Hata mengine hatujawahi omba. Hata mengine hatujawahi fikiria. Hayo yote ndio utakayoyatenda. Naomba Bwana uwatendee katika jina la Yesu. Mengine hawajawahi fikiria kuhusu. Mengine hawajawahi omba mambo hayo. Na Mungu unasema
kanisa. Inua kanisa kiwango kingine kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba wetu. Tunapoenda nyumbani Baba wetu, tutaondoka tukiwa tumebarikiwa. Tutaenda na neema yako na nguvu za Roho Mtakatifu. Tafanya kazi ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. May God bless you and do you good. The greatest tragedy in life, sio kifo. It's not about death. There's life without purpose. It's a tragedy. It's a tragedy. May God help us in Jesus' name. I want us to give our offerings as we agreed last time. Tunajua kwamba tunapofika mbele za Bwana tunakuja na offering in the name of Jesus. I give that you are in, you are feeling that it is impossible. Lakini Mungu tunayemwamini anaweza yote katika jina la Yesu. You may feel you are facing a situation that you are feeling that is impossible. But I want to tell you today, with God all things are possible. Amen. In the book of Ephesians 3, as we wind up, verses 20, Ephesians 3:20, Bible says, "Now all glory to God who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. Glory to him, the church, and in Christ Jesus, through all generations, forever and ever. Amen." Maandiko inasema kwamba na atukuzwe Mungu wetu ambaye anaweza fanya mengi na makuu kuliko yale tumeomba hata kufikiria. Kulingana na ile kazi inafanya kazi ndani yetu. There is a mighty power within us. Na hiyo nguvu inaweza fanya mambo mengi hata yale hatukuomba, hatujaifikiria. Mungu anaweza fanya hiyo yote katika maisha yetu katika jina la Yesu. There are things you happen in your life na hujaiombea. Kuna mambo yatafanyika kwako hata hujaifikiria. Hayo kwa mawazo yako. Lakini Mungu anajua. Wewe focus kwake Mungu peke yake. Mambo
mengine Mungu atayashughulikia katika jina la Yesu. Even now there are things that are happening in your life. Na wewe hutaiombea. Hata ukizaliwa si wewe uliomba. Kwa hivyo kuna mambo yatafanyika lakini si wewe uliomba, lakini Mungu atafanya yote. Hata zaidi ya ile umeomba, hata kufikiria katika jina la Yesu. Tuinue mikono yetu tuombe. Tukimalizia katika jina la Yesu. Tuinue tu mikono yetu. Ninaashiria hii baraka kwa watu wako katika jina la Yesu. Ninaashiria hii nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Na waombea maisha yao yawe na maana katika jina la Yesu. Fungua mioyo yao na mawazo yao waelewe umuhimu wa maisha na hata maisha ya baadaye katika jina la Yesu. Mungu saidia kila mmoja aliye hapa na kuombea katika jina la Yesu. Wengine wako na mashungu mioyoni na wengine wanalia. Na wengine wanasikia kana kwamba ni mambo walifanya zamani. Leo hii Bwana nataka kusema kwamba mambo yote tumeyanyamazisha katika jina la Yesu. Mambo ya zamani yanaonenea watu wako na yazamazisha. I silence them in the name of Jesus. Na leo hii nimenena neno lako kwao. Ya kwamba ya kale umeyasahau. Na ya kwamba unaanzisha na maisha mapya. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu unayefanya mambo yawe mapya. Kwa mawazo ya watu hao wamesikia neno lako. Yawe mapya leo katika jina la Yesu. Mungu wetu bariki kila mmoja aliye mahali hapa. Bariki mawazo yao. Wengine ni wagonjwa sababu ya mambo wamebebana nayo. Mambo walifanyiwa zamani. Na wamekuwa wagonjwa sasa. Mungu naomba kwamba uwasamehe katika jina la Yesu. Na naomba kwamba uwasaidie kusahau yaliyotendeka mbeleni. Kwa sababu kuna jambo jipya unalolifanya. Ninaashiria uponyaji wa kiakili. Ninaashiria uponyaji wa miili yao. Ninaashiria uponyaji wa roho zao. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna wengine wamejeruhiwa mioyo yao. Na leo hii wanalia mioyoni mwao. Ninaashiria uponyaji katika jina la Yesu. Asante maana umetuambia kwamba yale utayatenda. Hata mengine hatujawahi omba. Hata mengine hatujawahi fikiria. Hayo yote ndio utakayoyatenda. Naomba Bwana uwatendee katika jina la Yesu. Mengine hawajawahi fikiria kuhusu. Mengine hawajawahi omba mambo hayo. Na Mungu unasema utawatendea hayo. Naomba utende hiyo katika jina la Yesu. Tuombea nchi yetu baraka zako. Tuombea nchi hii uponyaji wako. Naomba Bwana uinue kanisa. Inua kanisa kiwango kingine. Kwa utukufu wa jina lako. Asante Baba wetu. Tunapoenda nyumbani Baba wetu, tutaondoka tukiwa tumebarikiwa. Tutaenda na neema yako. Na nguvu za Roho Mtakatifu. Tafanya kazi ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. May God bless you and do you good. The greatest tragedy in life. Sio kifo. It's not about death. Is life without purpose. It's a tragedy. It's a tragedy. May God help us in Jesus' name.